Nitoe shukrani zangu za dhati msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24 kwa kuungana nasi tena kwenye asubuhi ya leo Mei mwaka 2026. Jina langu ni Ite Espoir Mukubure Muhamba na hii unayotegea sikio na kuitizama ni Kwetu News 24. Karibu katika habari zetu za leo, ikiwa ni kituo bora cha matangazo kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Msikilizaji, tunakuandalia mengi kabisa asubuhi ya leo, lakini nikukumbushe kuwa ikiwa ndo mara yako ya kwanza kuungana nasi, usikose kusubscribe channel yetu, usikose kucomment ili tujue unatupata ukiwa sehemu gani duniani, lakini pia usikose kushare na kulike ili utupe nguvu zaidi kwa kile ambacho tunaendelea kukujuza kila kuchao. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, hizi ni habari zetu za asubuhi. Tutatuhama mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kukujuza kile ambacho kinajiri kwenye uwanja wa vita. Tutaanzia mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kama nilivyokujuza. Tangu asubuhi ya Mei 14 mwaka 2026, adui ambaye ni M23 pamoja na washirika wake alivamia kwenye nyanda za juu za tarafa la Fizi, ikiwa ni pamoja na Rugezi, Tibiangoma, Saboni, Badenzi pamoja na sehemu zingine zinazozunguka eneo hilo na kuweza kuzua mapambano makali kati ya M23 na vikosi vya wazalendo vinavyozunguka eneo hilo. Wazalendo wa kikundi cha FARDC kinachoongozwa naye kamanda Ngoma Nzito Delphin kiliweza kujibu mashambulizi ya M23 pamoja na Twirwaneho na kuweza kuokoa raia wengi ambao walikuwa kwenye vijiji hivyo ambavyo vimetajwa hapo juu na kuweza kuwanusuru katika hali ya kivita ambayo ilikuja kwa kasi kabisa, iliyosababishwa na M23 walioteka eneo la Rugezi tangu mwaka 2025 mwezi Disemba. Wakati hayo yakijiri, raia wa eneo la Point Zero pamoja na huko Mikenge wamelalamikia hali mbovu ya usalama inayoendeshwa na AFC M23 na Red Tabara iliyojiri tangu siku ya Ijumaa tariki 15 Mei mwaka 2026 baada ya M23 kutumia ndege zisizokuwa na rubani aina ya H4 au H4 dhidi ya raia wa milimani mirefu, tukitaja Point Zero, Kalingi, Kalonge kwa malengo ya kutaka kutokomeza raia ambayo inalindwa salama na jeshi la taifa pamoja na wazalendo. Ifahamike kwamba raia ya milimani mirefu bado wanatoa machozi kwa kitendo cha adui au AFC M23 Twirwaneho walichowatendea eneo la Point Zero kwa kutumia ndege hizo zisizokuwa na rubani na kusababisha kulaani vikali vitendo kama na hivyo visiweze kurudia kwa mara nyingine tena. Hali hiyo imetokea baada ya siku 3 mfululizo za mashambulizi ya M23 pamoja na washirika wake wa Twirwaneho kushambulia ngome za Jenerali Kakobanya na Kalambi zilizoko kwenye maeneo ya Point Zero huko Rusanguku pamoja na eneo zingine kwenye tarafa la Fizi pamoja na Mwenga kwenye sekta ya Itombwe. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, utakumbuka kuwa eneo la Minembwe ndani ya tarafa la Fizi pamoja na huko Mikenge ndani ya tarafa la Mwenga limekuwa ni eneo la matukio ya kivita kila kuchao baada ya M23 kuweza kukita mizizi kabisa licha ya juhudi za FARDC pamoja na wazalendo. Habari nyingine ni kwamba wazalendo wa Mwenga waweka wazi kuhusu kujiondoa kwa M23 kwenye maeneo walioyadhibiti jimboni Kivu Kusini kufuatia shinikizo la serikali ya Umarekani kuwashinikiza kujiondoa kwenye takriban kilomita 75 kutoka mji wa Uvira. Wazalendo hao wamesema kuwa hawajui kujiondoa kwao, ila wanawafahamu kama wahuni. Hawajui kujiondoa kwao kama kunatokana na shinikizo la serikali au serikali ya Marekani au kutokana na mtutu wa bunduki wa wazalendo. Wao bado wanaendelea kuwapa kichapo ili
ili waelewe kuwa walivamia nchi ya watu wazima. Hiyo ni kufuatia kauli ya M23 ya kuwaomba wazalendo kuwapa njia ili kwenda maeneo ya huko Mwenga na kujielekeza sehemu ambazo wanalenga wao, nikimaanisha M23. Tumsikilize mmoja kati ya wazalendo wa Mwenga alivyohakikisha habari hiyo kwenye microphone ya Kwetu News 24. Ana sheria tena ya kuingia Marekani kupewa visa ya Umarekani. Na huyo Azarasi Ruberwa, msimshangae kwa kufanya hivyo vitu. Bako nafanya mbinu zote, banawaza kwa leo kuko kitu kenye batabloke Felix Tshisekedi Tshilombo. Pourtant dossier yote ile balikuwa nadanganya wa Marekani zamani, mdo wa miaka 30 ile etape imeisha pita. Na katiba yenyewe walitengeneza kutoka Sun City iliwapa uhuru wa kutembea hata kifua wazi mu territoire zote, tuseme mu province zote 26 za Kongo bila matatizo. Na hii hali ya kutembea hivyo baliwaza kama tungali huko nyuma kwenye tulitoka. Juu serikali yenyewe tulikuwa nayo ndio ilikuwa naikaa kwa sasa hii serikali tuko nayo hapa, ukikamatiwa mkono msaki ndio unakamatiwa, unaenda unafungwa juu sheria itembee. Na kama uliwaona jinsi walikuja kwa kusema waje watizame hao ndugu zao, ni wale wale tu wamoja. Juu tukiangalia hesabu ya hawezi kuwa na hiyo hesabu kubwa yenye wako nayo leo. Juu tunajua fasi kwa hiyo naikani hapo tu Minembwe. Ukiingilia Manoro Kivu wanakuaga ila sio mvua jinsi wako kwa leo. Sasa ndio hiyo si washangazi. Wenyewe mtawaona tu watakuwa hivyo. Lakini hii kipigo kimoja hapa ndio kitakuwaletea matatizo. Hapo niko nataka kuchomeka parentesi nyingine hapo. Kujielekeza huko Kinshasa kwenye serikali kuu ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mheshimiwa mbunge mchaguliwa wa tarafa la Fizi Msenyibwa Apele Janvier ametoa hoja bungeni na kusema kuwa umeme wa Force Bendera ni bora utumike moja kwa moja kwenye tarafa la Fizi na raia wa Fizi wanufaike moja kwa moja na umeme huo, maana upo kwenye tarafa lao na hawapashwi kabisa kuhangaika kwenye umeme, na ingawa umeme huo unatokana na mali ya tarafa la Fizi. Akiwa bungeni akizungumza katika lugha na tukufu la Kiswahili, amesema kuwa ni jambo la kushangaza sana kuona tarafa la Fizi lina umeme mwingi, lakini bado wananchi wa tarafa la Fizi wanahangaika na kupata umeme. Tumsikilize akiwa bungeni. Mheshimiwa Msenyibwa Apele Janvier alizungumza yafuatayo. Spika wa wanabunge, nashukuru sana kwa kutupatia kauli tuzungumze katika lugha tukufu la Kiswahili. Nilitamani kuongelea mambo inayohusu electricité Fizi. Électricité en Swahili c'est quoi? Umeme. Vous dites? Umeme. Umeme, oui, bon, parfois umeme. Merci honorable président pour la jour. Kule Fizi, najua kuna mwanabunge ambaye amekuja ongelea mambo kama na haya. Kuna barrage ambao wanaita Force Bendera. Imejengwa kwenye mto wanaoita Kimbi. Mto huo unagawa tarafa la Fizi na Kalemi. Lakini kitu kinachoshangaza ni kwamba tangu baraje hiyo hiwe mpaka leo watoto wa tarafa la Fizi hawanufaike na baraje ambayo inajengewa. Tulitamani kuuliza mheshimiwa, kitu gani ambacho kinazuia Fizi isibenefisie nayo na umeme ambayo inapatikana kwa mto? Na acha niseme mto huo uko katika tarafa la Fizi. Inashangaza na inaumiza wananchi. Pia wakati gani waziri anawaza kurekebisha mambo kama na hayo? Unajua kuhusu hiyo swala ya Force Bendera, kweli ni kwamba kuna mambo yanayopitikana katika nchi na inatufanya sisi tusirike na tusikue tunakubali kila kitu ambacho government inaendelea kufanya. Jana tulikuwa na plénière, tulikuita
waziri anayehusika na mambo ya umeme. Mimi kama vile mwanabunge wa Fizi nilimhoji kuhusu swala hilo la umeme katika tarafa la Fizi, kwa sababu ni mambo inayoumiza moyoni. Muwe na kitu alafu nyinyi ambao mna kitu kile amunufaike na hata kitu kimoja. Ni kama vile katika nyumba, baba ni mfugaji, lakini anapoua kifugo kimoja huwa ni wengine watu ndio wanaonufaika na nyama ya kifugo kile. Sisi watoto hatupati kitu. Ni vitu ambavyo sisi vinatuuma kama vile raia wa Fizi, kwa kuona kwamba katika tarafa letu kuna mtu ambao unaitwa Kimbi, katika Kibembe wanaita Embe, kumejengwa barrage Force Bendera, lakini sisi watoto wa Fizi hatunufaike hata kidogo na barrage ile ambayo imejengwa pale. Hiyo ni mambo ambayo inatuhuzi zaidi sana. Niliamua kumwambia kinaga ubaga, hata kumwambia kwamba kuna mambo mengine atupashwi kuwasamea na kukubali, ijapokuwa wanasema nini. Nilimwambia kwamba atuambie kweli, kwa sababu hatuelewi sisi watoto wa Fizi kwa sababu gani barrage inajengwa katika tarafa letu, lakini sisi watoto wa Fizi hatunufaike na kitu kimoja. Hatuna kura, alors que tarafa la Fizi ni tarafa ambalo lina madini mengi. Alijieleza jinsi alivyojieleza, lakini alituambia kwamba ili apate majibu sahihi kabisa tumpe muda wa siku 2, mlugha Kifaransa wanasema 48 heures, aje kutuambia zaidi sana ni nini kinachotuma mambo kama na hayo yao. Na nikamwambia ijapokuwa hiyo utakuja kutuambia, lakini utuambie pia kitu gani ambacho munaandaa na mnawaza nyinyi kama vile wa minister pamoja na government ya premier minister, uje kutuambia kwa sababu mnawaza nini juu ya ile barrage, afin que watoto wa tarafa wa Fizi wanufaike na mambo kama na yale. Ndio tulikuwa na assemblée générale ya vijana hapa, na hiyo assemblée ilikuwa na mambo matatu ya muhimu zaidi. Jambo la kwanza lilikuwa kutambulisha umati makazi ambao jeunesse imefanya tangu wachaguliwe. Jambo la pili lilikuwa kufikia hapo. Msikilizaji, mimi sina la ziada. Acha basi nikutakie siku njema, na ikiwa unapatikana kwenye nchi ya Marekani, ikiwa ni usiku kabisa, niseme uwe na usiku mwanana. Kwa heri kwa sasa. Hii ni Kwetu News 24 na mimi ni Espoir Mukubure Muhamba.